Jamani, nyie wadada mnaoniomba kazi na mna watoto wachanga, mbona kila siku hapa nawahubiria, kila siku nawaambia hatuna kazi ambazo mnaweza kwenda na watoto wenu. Hakuna. Jiandae mapema kabla hujaenda kubeba mimba, kabla hujaenda kuzaa. Andaa maisha yako kiuchumi ili uweze kujitegemea. Lakini changamoto ni kwamba wasichana mmejifunza zaidi kutanua miguu badala ya kufanya kazi. Wasichana wadogo wadogo ni mahiri kweli kweli kulala na wanaume, ni mahiri haswa. Nyinyi mnajua kwenye jamii yetu, kizazi hiki, wasichana hawaogopi, ni wajasiri wa kuchanua miguu yao kwa wanaume ili wapate pesa. Sasa hayo ndio matokeo yake, hayo ndio matokeo yake. Tena akutane na mume wa mtu anafikiri akimzalia ndio amempata, au aone kijana ana vichenchi, anajua nikizaa ndio nitamkamata. Jamani wasichana, ondokeni kwenye huu ujinga, ondokeni kwenye huu upumbavu. Mtoto wa kike, heshima yako, hadhi yako, msaada wako ni nguvu zako kwenye kufanya kazi halali, sio kwenye kuchanua miguu kwa wanaume. Hapana. Kazi hizi za ngono, uzinzi, hizo ni kazi ambazo zitakupeleka pabaya. Mwisho wa siku ndio utajikuta una mtoto ambaye huwezi kumlea. Huyo aliyekupa mimba mwenyewe haonekani, kwa sababu angekuwa anaonekana usingekuwa unatapatapa unahangaika. Una mtoto mdogo ambaye huwezi kumlea, unaanza kuhangaika, unatafuta kazi. Kazi gani utapata na mtoto wa miezi 10? Ukija kwetu kwenye platform zetu, kazi zetu kila siku toka miaka na miaka zinajulikana, ni kazi za kwenda kuishi kwa mabosi. Kazi ya nyumbani inahitaji msichana ambaye bado hana mizigo, msichana ambaye ana uhuru, ana uwezo wa kwenda popote kwenda kufanya kazi. So kwa wale ambao wanakuaga na watoto, mara nyingi tunawaambia kama una bibi yake ambayo bibi yake unamchosha anyway, yeye alishakuzaa wewe, jamani, tusiende tena kuwarudisha mama zetu kwenye uzazi kwa sababu ya upumbavu wetu na ujinga wetu. Sisi tunatakiwa turudi kwa wazazi wetu tukawasaidie, na sio kwenda kuwapelekea vitoto vichanga, vitoto vidogo waanze kuleti mjukuu. Hakuna. Ni ujinga na upumbavu wetu wa kwenda kurukaruka na wanaume bila kujipanga. Matokeo yake tumetelekezwa, hatuna namna ya kuwalea watoto, ndio tunawarudisha tena watoto kwa wazazi wetu ambao tunaenda kuwapa shida mara mbili. Wanaanza tena upya na masuala ya uzazi. Tuache hizo tabia. Kama unampenda mzazi wako, nenda mpelekee maendeleo, nenda kamfanyie mambo ya maana, sio kumpelekea mtoto ambaye huna chochote. Yaani unampelekea kule yeye ndio akahangaike naye. Kwa hiyo tuache hizo tabia. Wasichana, kama unataka kufanikiwa, anza kutafuta ujuzi wako. Usitafute mwanaume ili upate maisha. Maisha hapatikani kwa mwanaume, na Biblia inasema amelaaniwa mtegemeaye mwanadamu na asiyefanya kazi na asile. Na kazi sio ngono, tumeambiwa tusizini. Ngono sio kazi. Watoto wa kike kuchanua miguu kwa wanaume sio kazi, sio biashara hata siku moja. Kwa hiyo tuache tabia kwenda kujirahisisha kwa wanaume tukidhani kwamba ndio tunafanikiwa, ndio tutapata maisha, ndio tutapata unafuu wa maisha. Hapana. Unachokwenda kutafuta huko ni mimba na mtoto ambaye unatelekezewa na huna namna ya kumtunza. Unaanza kuhangaika, unaanza kuhaa, unaanza kusumbua watu. Nisaidie, unaona mtoto mchanga, maisha ni magumu, sijui ni. Maisha ni magumu bila mtoto. Maisha ni magumu bila mtoto. Hasa wewe tena unaenda kuongeza mtoto alafu huna kazi, huna biashara. Huyo mwenyewe ulienda kumzalia hakukwambia nataka mtoto. Ulikuwa tu na mitego yako kichwani kwamba nikimzalia ndio nitamkamata, kwa sababu ni mwanaume wa mtu mwenye hela, au ni kijana ambaye ana hela nimzalie. Nimeshaona bwana, hizo ndio akili za wasichana wengi, hizo ndio akili za wanawake wengi wa Kitanzania. Amzalie mwanaume wa mtu ili amshike kupitia mtoto, au amzalie kijana ambaye alikuwa hana mipango naye. Mlikuwa mko huko mnafanya starehe zenu, wewe ukaona ujiongeze kwa mtoto kwa sababu ndio atakuoa. Ndugu yangu, itakula kwako mazima. Na wanawake wengi, wakubali wasikubali, hivyo ndivyo walivyopata watoto. Hakupata mtoto kwa sababu walikaa chini wakajadili kwamba tunaoana au tuko tayari kuzaa. Hapana, ni zile mimba za na mimba. Una mimba ndio hapo utakapoijua Juni Julai. So mimi hapa unakuja hapa kwanza kwenye platform yangu. Mimi kama Joyce Kiria Superwoman, kazi yangu ni kuambia wanawake ukweli mchungu ambao hawataki kusikia. Lakini utawasaidia. Mwarobaini ni mchungu lakini ni dawa. Utausikia ukweli ambao utakuumiza lakini utakusaidia. Utakusaidia. Kwa nini umekwama? Kwa sababu ya kutokusikiliza maelekezo. Kwanza tulishapewa kwenye neno la Mungu kwamba tusizini. Mungu anajua kabisa. Kwa nini alisema tusizini?
wakati ni kitendo ambacho yeye mwenyewe alikitengeneza, ila akasema kwenye ndoa. Okay? Kwa sababu anajua ukishaanza michezo ya kuingiliana na wanaume, kuna mimba, kuna magonjwa. Na sasa hivi wasichana hawajali kabisa swala la kuzini, yani imekuwa hiyo ndio business namba moja. Msichana akishajikuta tu ni msichana ana uchi, anachojua tu ni kutanua miguu, maisha yake yaende, apate iPhone macho matatu, sijui na voucher, sijui na kodi ya nyumba, sijui na nini. Hizo ndio story za wasichana. Wasichana hawataki kazi ya kwenda kufanya kazi kama kazi ya halali, atoke jasho. Wasichana hawataki. Anataka apake lotion yake, apendeze, achanue miguu, apate hela, apate mambo mazuri, apate maisha mazuri. Mungu hakutukusudia hivyo hata siku moja. Na ndio maana tunalaanika, na ndio maana tunakwenda huko, tunaishia kupata watoto ambao hatuwezi kuwahudumia, hatujajiandaa, hatujajipanga, na hao tunaowazalia pia wanatutelekeza, wanatukimbia, hawatoi mchango wote. Kwa nini? Kwa sababu kuna mazingira ambayo hayampendezi Mungu, ambayo tumeyatengeneza kwa motivu zetu, nia zetu za ndani zile, kwamba namzalia huyu mtu ili nimshike. Sasa unamzalia na umshiki, na anakukimbia, na huna mbele, huna nyuma, huna kazi, huna nini. Kwa hiyo jamani, laana zingine tunazitafuta wenyewe. Sasa tutubu kwa Mungu wetu, turudi kwenye mstari, alafu sasa tupambane na hali zetu. Unafanyaje? Ukishayavulia unafanyaje? Ndio maana kuna wengine wanatembeza mabeseni wamebeba watoto mgongoni. Kwa nini? Kwa sababu ndio hivyo, umeshaenda kuingia kichwa. Ukishaweka mkono kwenye moto utaungua tu, na kile kidonda hakiwezi kufutika. Hakiwezi, utakiuguza, kitakuuma mpaka kije kipone. Kwa hiyo ndugu yangu, uko hapa unanisikiliza, ukweli mchungu ndio huo. Mtoto wa kike, kazi kwanza, sio kuchanua miguu. Kazi kwanza. Usikimbilie kuchanua miguu kwa wanaume. Kimbilia kutafuta ujuzi, kimbilia kutafuta kazi, kimbilia kujitegemea. Mwanaume anapokuja akukute unajiweza, akukute una uwezo wa kujitegemea. Hapo ndipo hata ikitokea bahati mbaya umepata mimba, amekutelekeza, hautasafa. Kuna namna ndio baba, labda mtoto anatakiwa alelewe na baba na mama, lakini ile kwamba unazaa mtoto, huna chochote, huna kazi, huna hela, huna kipato, hayo maisha ni magumu jamani. Tuwe wa kweli na tusifumbe macho kusema kwamba sasa sijui hii amekosea, amefanyaje. Sasa ndio tuwaambie ukweli. Sasa tuseme ukweli ili wengine wapone. Sio kupakana hapa mafuta kwa mgongo wa chupa. Mimi sifanyi hiyo biashara, na mnaonifuatilia muda mrefu mnanijua. Ukweli nitausema. Yule asiyetaka kusikia unfollow page yangu. Mimi niko hapa kuwasaidia ukweli, okay? Na ukweli lazima tu kwenye neno la Mungu. Ndugu yangu, ukweli nao usema ni ukweli, kanuni zinazotoka kwenye neno la Mungu. Unataka kuzisikia, utakaa kwenye page yangu. Hutaki, unfollow, block, sepa, no problem. Lakini mimi I'll be here kuendelea kuambia wanawake ukweli, ili tutoke kule kwenye ule utumwa tuliokuwa tunaendelea nao. Mnajua historia yangu ya harakati za wanawake. Wanawake wanateseka kwa sababu ya ujinga na upumbavu, kwa sababu ya mindset za kijinga ambazo tumelelewa nazo kwenye jamii zetu. Tunaamini mafanikio yetu yako kwa wanaume. Mafanikio yetu yako kwa Mungu, na Mungu ametupa vipaji, ametupa uwezo, na ametufanya sisi kuwa wasaidizi. It means sisi tuna uwezo mkubwa sana ndani yetu. Sasa tusifumbe hayo. Tunaenda huko tunajifanya victim, tunalialia kama vile tumeonewa, tumenyanyaswa, tumefanya. Hapana, ni ujinga wetu na upumbavu wetu. Na kama tumeamua kuwa wajinga na wapumbavu, basi Biblia inasema watu wangu wanaangamizwa wakosa maarifa. Umekosa maarifa ya kujitambua, ndio hivyo utaangamia. Kwa hiyo huo ndio ukweli mchungu ambao unajua wanawake wengi msingependa kuusikia, but I'll tell you anyway. Mimi nitawaambia, mtake msitake, nitawaambia ukweli mchungu upo. Usikimbilie kuchanua miguu yako kwa wanaume kama hujajitegemea. Ukitaka heshima kwa mwanaume, unataka mwanaume akuthamini, jenga uchumi wako, jijenge, jitegemee. Mwanaume anapokuja kwenye maisha yako akukute unajiweza, akukute una kitu, una kazi, una biashara, una maono, una ndoto. So unakaa tu kama vile ulikuwa unamsubiria kama vile yeye ni Mungu wako. Hakuna.